Good morning, parents. To the guests of honors, parents, and other pupils, good morning once again. Good morning, Nasi. In front of you here is Premise Academy news reporters or news anchors ready to present a live broadcast on news that is on today. Thank you. Na mpenzi mtazamaji, ujambo popote ulipo, karibu kwenye taarifa zetu. Tumekuandalia mengi tu kutoka maeneo tofauti. Kwanza kabisa tuanze na habari kuhusu kifo cha Raila, ambapo Raila Amolo Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya na kiongozi wa upinzani kwa miongo kadhaa, alifariki dunia tarehe 15 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 akiwa nchini India. Na kutokana na mshtuko wa moyo. Alikuwa na umri wa miaka 80. Tupate habari zaidi kutoka kwa mripoti wetu Nasir Marwa. Nimeweza kuzunguka popote nilipo katika nchi hii na nimeweza kujua kwamba Raila alikuwa Kerala, India, katika kituo cha tiba asili cha Ayurveda kilichopo Kadhakulam, wilaya ya Ernakulam. Asubuhi ya siku hiyo alipata mshtuko wa moyo wakati wa matembezi yake ya kila siku. Alikimbizwa katika hospitali ya Siddha Ayurvedic, lakini licha ya juhudi za madaktari alitangazwa kufariki dunia saa 9:52 asubuhi kwa saa za India. Mwili wake ulihifadhiwa katika hospitali ya kibinafsi mjini Kochi chini ya ulinzi wa polisi, huku maandalizi ya diplomasia ya kurejea Kenya yakiendelea. Binti yake Winnie Odinga alielezea kwa uchungu kuwa baba yake alibaki mwenye nguvu hadi dakika za mwisho. Alikuwa amezoea kufanya mazoezi kila asubuhi na siku hiyo alitembea raundi 5 kabla ya kupata mshtuko wa moyo. Winnie alisema Wakenya wanapaswa kujivunia kwamba Raila alikufa kama mwanajeshi, akisisitizia uimara wake hadi mwisho. Taifa la Kenya liliingilia katika maombolezi ya kitaifa, viongozi wa kisasa na mwananchi wa kawaida wakielezea miaka mingi alikuwa namba wa demokrasia na mageuzi. Raila alihusiana moja kwa moja na siasa za Kenya. Alishiriki mapambano ya kurejesha mifumo ya vyama vingi, kushikilia nafasi ya waziri mkuu tangu mwaka 2008 hadi mwaka 2013 na pia kugombea urais mara kadhaa. Raila Odinga alitambulika kimataifa kama mwanasiasa shupavu na mpigania haki za kidemokrasia. Kifo chake kimeacha pengo kubwa katika siasa za Kenya na Afrika Mashariki, kwani alikuwa mmoja wa wanasiasa wachache waliokuwa na ushawishi mkubwa ndani na nje ya nchi. Safiri salama Tinga. Rest in peace Erokamano. Tutaonana baadaye baba wa taifa. Hasa nikiripotia runinga ya Premise, kwa majina ni Nasir Marwa. Na msikilizaji wetu, bila shaka kama ulivyosikia, kifo hakitambui wala hakibagui. Tupate habari kuhusu mafuriko, ambapo mafuriko makubwa yameathiri maeneo kadhaa nchini Kenya, kutoka kwa yakisababisha vifo, uharibifu wa mali na tahadhari kutoka kwa serikali. Tupate habari zaidi kutoka kwa mripoti wetu Jenny Kenywa. Fariki jijini Nairobi kufuatia mafuriko ya ghafla yaliyosababishwa na mvua mkubwa ulionyesha siku 2 mfululizo. Mitaa kama Mathare, Mkuru na Kibera imeripotiwa kufurika, huku wakazi wakilazimika kuhama makazi yao kwa usalama. Mamlaka ya rasilimali za maji WRA imetoa onyo kwa wananchi kuhusu uwezekano wa mafuriko ya mito katika siku 5 zijazo. WRA imehimiza umma kuwa waangalifu na kuchukua hatua kujikinga, ikiwemo kuhama maeneo hatarishi. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametangaza mpango wa dharura wa kukabiliana na mafuriko. Serikali imetenga milioni 40 kwa ajili ya majibu ya usambazaji wa mifereji. Kuna kaunti tofauti zile hatarini kama vile Kisumu, Busia na Tana River. Naripotia katika runinga ya Premise Nipashe. Kwa majina ni Jenny Kenywa. Kwa sasa Kenya inakabiliwa na maafa makubwa yaliyosababishwa na mvua mkubwa na mafuriko, kiwemo kupasuka kwa bwawa katika eneo la Mai Mahiu, ambapo zaidi ya watu 40 walipoteza maisha. Tupate habari kwa kina kutoka kwa mripoti wetu Violet Maina. Kufuatia mvua mkubwa, maji kusomba nyumba na magari katika jiji Mai Mahiu, zaidi ya watu 40 walifariki dunia na idadi ilitarajiwa kuongezeka. Vikosi vya uokoaji viliendelea kuchimba matope. Kituo hiki kiliharibu barabara kuu na kusababisha usumbufu mkubwa wa usafiri. Katika kipindi cha mvua mkubwa, zaidi ya watu 50 walipoteza maisha nchini Kenya tangu
Machi 2024. Nairobi pekee zaidi ya watu 13 walifariki ndani ya siku mbili. Tukio hilo mkali, mamia ya familia zimeachwa bila makazi, huku miundombinu kama barabara na madaraja iliharibiwa vibaya. Naripotia katika Premise Nipashe, kwa majina ni Violet Maindo. Bila shaka ni huzuni kuwapoteza watu 40 kupitia kisa hicho. Tutoa pole zetu kwa wapendwa wao. Na bila shaka wizi wa mifugo katika kaunti ya Meru, hususan eneo la maili 7, umeongezeka kwa kiwango cha kutisha, na wakazi pamoja na viongozi wa kisiasa wameelezea hofu na hasira dhidi ya ukosefu wa usalama. Tupate habari zaidi kutoka kwa mripoti wetu Jenny Kenyo. Bwana meli 3 yaliyo katika eneo bunge la Tigania Magharibi waliandamana na kufunga barabara ya Meru kuelekea Isiolo, wakilalamika kwa wizi wa mifugo unaoendelea bila kudhibitishwa. Mpaka wa Meru na Isiolo, majangili wenye silaha walivamia maeneo ya malisho ya kaskazini takriban kilomita 265 na kuiba ng'ombe, mbuzi na kondoo. Katika wiki moja tu mifugo iliibo katika uvumi 6 wa silaha. Na ripotia katika runinga ya Premise, kwa majina Jenny Kenyo. Na msikilizaji, ni huzuni mkubwa kwa wakulima. Drug and substance abuse in Meru County, especially areas in Maili Saba, is exaggerating, with alcohol, bag and tobacco being the most commonly abused substances. Authority have intensified crackdown, closing over 130 bars in 2023 alone. Let's get complete news from Caroline K. Illicit brews like changa and traditional alcohol are widely consumed, particularly in slum areas such as Shauriako and Malengo. Maili Saba, located within Imenti North Sub-County, has seen a surge in drug-related issues, with residents reporting increased availability and consumption of illegal substances. Tuberculosis outbreaks have been linked into hygienic practices in Changa dens, such as sharing drinking cups. In 2023, 132 bars were shut down for violating licensing and health regulations. The National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, NACADA, report that 473 million Kenyans abuse drugs, with Meru County being a sinful court hotspot. Reporting from Premise News Today, my name is Pauline K., Meru County. Let's have a script on the development of Premise School from Nasir Marwa, reporting live from Premise School. The more Premise Academy enlarges, is the more it becomes educative. Mr. Phineas, the head teacher of the school, has been very hardworking in the school. Computer room building and planting of vegetation had been done by him, but not easy by him only, but with the help of Mr. Eric and Madam Harriet. Teachers are not left behind for educating our children and teaching them of many things. Skills and application are on our children. As you can see for what they have presented among us, they are things that can be funny but educative. As I'm reporting from Premise Television, my name is Nasir Marwa. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo hatuna la ziada. Tutarejea wakati mwingine. Jina langu ni Felix Abdalla. Wapi makofi yao?